mnachukua mlicho design na mnachojenga. Mfanye reinforcement leo mtafanyaje? Nyinyi wataalamu muangalie huku chini. Kwa sababu hiyo zege mlioimwaga iko hapa. Haiko hata mbali. Huko chini ni mpango tu kwamba tumepanga. Sasa yakija kwa spidi kubwa tuko kwenye ziara ya ukaguzi wa miradi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameniagiza na kunielekeza kuniambia kwamba nipite kwa ajili ya kukagua miradi. Kuna miradi ambayo alikuwa amepita yeye, nije niangalie maendeleo ya hiyo miradi, lakini kuna miradi mingine ambayo sasa nitapita mwenyewe na kwenda kumpa majibu. Jana nilikuwa katika halmashauri ya mji wa Tunduma, nimemaliza. Leo niko Ileje, lakini tunataka tumalize hii kazi ndani ya siku hizi 5 ndani ya wiki hii. Tumepita hapo kwenye daraja lenu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili, na sisi tumepima, tumejiridhisha kwamba daraja hili lina viwango, lakini tutakuja kuangalia tena wanavyoendelea. Yaani wakimwaga tena tutarudi tena kuja kupima kujiridhisha kama kweli tutakuwa kuna uwezo, kwa sababu hii barabara inakwenda kwenye skimu ya umwagiliaji. Kwa hiyo maana yake tunatarajia kutakuwa na mizigo mikubwa inayopita kwenye hili daraja. Kwa sasa lazima tujiridhishe kwamba daraja linajengwa kwa vile viwango ambavyo vinatakikana. Kwa hiyo tumepita kwa hatua hii tumeridhika. Lakini sisi tutajitahidi kwenda kupush basi fedha zije kwa haraka ili tuweze kukamilisha kwa wakati. Lakini kukamilisha tu hili pekee yake kama alivyosema Mheshimiwa Diwani haliwezi kutusaidia sana. Inatakiwa tumalizie na vipande vinavyobaki kule, lakini na mpango sasa wa kuitengeneza hii barabara, kuichonga tu iweze kupitika, kwa sababu hata sisi kupita huku ilikuwa ni changamoto. Tulipita siku hapa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenda kwenye shule, tumepita na mwenyewe anaifahamu. Kwa hiyo ni njia ambayo kwa kweli ni muhimu kiuchumi, lakini kwa hatua ambayo serikali inaendelea kuifanya, maana yake itaendelea kukamilika kwa awamu na mwisho wa siku tutakuja kukamilisha kwa ajili ya kuunganisha. Kubwa serikali inaona jitihada za wananchi hasa za kwenye eneo la uzalishaji kwenye masuala ya kilimo. Na kipaumbele kikubwa cha serikali ni kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yote ya uzalishaji kunakuwa na miundombinu inayopitika, inafikika ili wananchi waweze kuzalisha na kuweza kupeleka sokoni. Kwa hiyo mimi niwaambie kwanza mpokee salamu za Mheshimiwa mkuu wa mkoa, anawasalimia sana na amesema atakuja ili aje kuzungumza na ninyi, mueleze shida zenu na mueleze ushauri ambao mnaona kitu gani ambacho kinaweza kufanyika. Lakini kwa sasa hivi mimi niko kuwasikiliza, kama kuna jambo lolote naomba mniambie niweze kumfikishia kabla yeye hajaja aanze kuja na majibu kabisa moja kwa moja kama kuna issue. Hapa katikati, yani kutoka hapa katikati hapapitiki kabisa. Hata hii daraja likiisha, lakini bado hapo katikati kwa sababu ndio kwenye mto kabisa. Hapapitiki kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada hata hapa. Manake huku nyuma ulikotoka, huku wananchi hakuna maji kusema anaweza kaleta maafa au kuleta tatizo la aina yote ile. Wananchi wanaweza kapita hivyo hivyo. Lakini kwa hapa mbele ndio pana shida. Kwa hiyo tunaomba hizi salama hata kama tunatufikishia kwamba ingawa tumetatua tatizo hili, lakini bado wananchi wanaendelea kupulilia na kuomba msaada kwamba tunaomba hata hapa patatuliwe. Hata kuinua kifusi kidogo, kuinua barabara ipande juu ili maji yasiwe yanapita juu ya barabara. Maana hapa maji yameharibu kabisa, hapa katikati yameharibu kabisa barabara. Kamebaki kanjia, sio barabara tena, kamebaki tu kanjia kama unaweza kupita na pikipiki na basikeli, kwa gari haliwezi kupita. Bila pale mto kuziba ule mto, bado kazi itakuwa ni ngumu. Maji yanatoka pale ni mengi sana. Hata ungetembelea leo pale kwenye daraja pale kwenye mto pale, mto ulikuwa unaenda huku, umehamia wote huku. Kwa hiyo bado yale maji yanakuja yanaendelea kuchimba. Sasa hizi daraja libaki kama barabara ibaki kama kanjia. Kwa hiyo tulikuwa naomba msaada angalau kule na kumsaidie msaada kidogo, angalau pale mtu tufanye namna kwamba ule mtu usije huku unyoke kwenye ramani yake. Zao ya wananchi wote wa ukanda huu yanapita hapa. Umeona wengine hao wana pikipiki wana nini, wanapata shida sana. Lakini si hicho tu. Mwaka jana tumezika watu wawili wakiwa wamefia kwenye eneo hili, wakiwa wanataka kutafuta riziki zao hapa. Eneo hili ndio mido kwa ajili ya mahitaji ya watu wote wa ukanda wa Mbozi huu, wanakuja hapa Mbebe. Sasa wanapokuja hatari yao, wengine wanafia hapa, wengine wanaenda kupatikana kule chini kwa ajili ya eneo hili. Sio kwa ajili ya kilimo tu, mahitaji mbalimbali. Hili eneo lina faida na fursa kubwa sana. Labda tu kwa udharura, mimi ningeomba kupitia ofisi yako, kupitia mfuko wa TANROADS, kwa udharura kuwe na ombi maalum kwa ajili ya hili eneo. Hapa tunashukuru, lakini kipisi kidogo pale mbele kilichobakia, kwa ombi la dharura, ombi maalum ili lipitike tu, tungeomba utufikishie salamu hii kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi niwaambie hilo jambo tutalichukua na tutakwenda kukaa na tutamwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa
atatuongoza anapopaswa, lakini tutakaa na wataalamu wetu kwanza, tuone wataalamu wa TARURA tumefikia wapi, lakini tutaona nini cha kufanya. Tunaamini Mwenyezi Mungu atatusaidia kuhakikisha kwamba tumepata, sababu kama kwa kuwa imepatikana ya hapa ya pale hawezi kukosekana. Pale mmeshafanya design mnayo? Tumeshafanya. BOQ yake inalingana karibiana kulingana na hii? Ile inazidi kidogo. Mara 2 au mara 3? Inakuwa kama mara 1.5. Kwa kama 300 Ndio kama 200 na kitu. Sawa. Tutakwenda kuifanyia kazi. Mimi nawaahidi kwamba tutakwenda kuifanyia kazi. Narejea tena, tunakwenda kufikia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ataona kitu cha kufanya na hakuna kinachoshindikana, kwa sababu ya udharura na umuhimu wa jambo hili, kwamba watu pamoja na kuzalisha, lakini kuna watu wanakuja huku wanategemea huku au huku wanategemea upande mwingine, na ni watu wengi wapo kule. Kwa hiyo ni lazima serikali ifanye jambo. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, Mheshimiwa Diwani. Naam. Tutakwenda kufanya kazi. Na wapongezeni sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.